Nataka nitumie nafasi hii kutoa pongezi na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kupandisha vyeo watumishi wetu. Kwa hakika rais anapohubiri, ile furaha kwa wananchi wake tunaiona sio kwa maneno, lakini tunaiona kwa vitendo. Na katika furaha hiyo, ndugu zangu, nataka niwatangazie kuwa katika vibali vilivyotolewa kwa ajili ya promotion ya mwaka 2025-26 rais ameelekeza watumishi 219,042 wapandishwe vyeo. Matarajio yangu kwa namba ambayo tumepewa, manake ni kwamba ni nusu ya watumishi wa umma wanakwenda kupanda vyeo. Kama waziri nataka niione furaha hiyo. Sitaki kuisikia, nataka kuiona. Kwa hiyo manake nataka kila sehemu nitakapokwenda kuanzia sasa, ukisikia ninakuja mkoani kwako, unaposoma taarifa ya utendaji kazi katika eneo la rasilimali watu, ndani yake utoe taarifa wangapi umewapandisha vyeo. Taarifa yako haina jambo hilo, nataka nikuhakikishie, tukimaliza hapo tutaondoka mimi na wewe. Na maanisha. Lakini pamoja na hilo pia muendelee kuzingatia mwongozo wa kujitolea katika utumishi wa umma wa mwaka 2025 ili kuendelea kutoa fursa kwa vijana wote wenye sifa kwa njia ya uwazi na haki, kutegemeana na uwepo wa nafasi katika taasisi zenu na maeneo yenu ya kazi. Lakini kama nilivyoeleza mwanzo, usomeni vizuri, muelewe ili mkaufanyie kazi kama ambavyo tumeelekeza. Nyinyi kama watumishi, kama wataalamu wa utawala na rasilimali watu, muendelee kujitathmini kwa namna mnavyoweza kuwa viongozi wa mageuzi kiutendaji katika taasisi zenu kwa lengo la kuboresha huduma na kupunguza malalamiko yasiyo lazima miongoni mwa wananchi wenu. Naomba nitoe wito katika eneo hili. Fanyeni ziara za mara kwa mara katika maeneo yenu ya kiutawala. Zungumzeni na watumishi wenu ili kujua changamoto zao, lakini pamoja na hilo pia muweze kuzitatua. Mkutano huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni wa siku 4 na ni vizuri, pamoja na kwamba walionitangulia wamezungumza kuhusu kauli mbiu, lakini nirudie tu kwa maana ambapo inasema kufikiria upya utoaji wa huduma za umma, jinsi serikali inavyoweza kutumia teknolojia kuanzisha huduma bora na zinazolenga wananchi, kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana na changamoto za mazingira. Kwa kuzingatia kauli mbiu hiyo, inatarajiwa kuwa washiriki wote watashiriki kikamilifu kuchangia kama tulivyoanza mada zinazowasilishwa na kutokana na mada zilizoandaliwa ili kuhakikisha utumishi wa umma unaendelea kuimarika na kuwa na utendaji wenye tija unaowajibika kwa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkutano huu zimeandaliwa mada kadhaa ambazo zimelenga kujenga uelewa wa kina wa washiriki katika maeneo mbalimbali, ikiwepo mageuzi ya utumishi wa umma katika zama za teknolojia ya kidijitali, namna bora ya kusimamia rasilimali watu katika mazingira ya mabadiliko ya haraka, mchango wa utumishi wa umma katika kukabiliana na changamoto za mazingira. Mheshimiwa Waziri, mkoa wetu wa Arusha tunaheshimu sana pia mchango wa maafisa utumishi wanaofanya kwenye taasisi zetu, na ndio maana hata mimi rasi Arusha nimeruhusu maafisa utumishi wengi wako humu ndani, na kila mkutano wa maafisa utumishi itakuwa na ruhusu hata wote nikabaki na mmoja na tosha tu, kwa sababu ninaamini baada ya semina na mafunzo mbalimbali hapa watarudi ofisini wakiwa highly motivated na watafanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Zamani walikuwa wanaona hawa maafisa utumishi kwenye taasisi kama ni wanoko, lakini uongo. Sasa hivi sio wanoko, wanafanya kazi nzuri sana na wapenda sana. Kwa Mheshimiwa Waziri, yaani maagizo yako sitakiuka hata moja, nitatekeleza kwa sababu nina maafisa utumishi wazuri wanaonisaidia vizuri kwenye taasisi yetu.